Karibu Bukelebe TV, jifunze neno la Mungu, pokea matumaini na gundua unabii wa kibiblia. Jiunge nasi kwa safari ya kiroho. Hii ni Bukelebe TV. Bukelebe TV. Angalia, dunia imejaa dhambi na maovu. Wakati wa hatari umefika. Usichelewe kujipanga na kumtafuta Yesu. Tafuta wokovu leo kabla ya kuchelewa. Habari njema ikirushwa Bukelebe TV. Karibu sana. Tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe TV. Karibu sana mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Bukelebe TV. Tunafurahi kuwa pamoja nawe tena katika kipindi hiki maalum kilichoandaliwa na Pastor Bukelebe Ngelela na kinaletwa kwako na Yustasela Joni. Leo tunaangazia mada nyeti lakini muhimu sana katika maisha ya Kikristo. Kweli kuhusu Jehanamu, ni wangapi wanaadhibiwa Jehanamu sasa hivi kulingana na Biblia? Tafadhali fuatana nasi kwa makini, maana somo hili linaondoa mkanganyiko na kuweka wazi mafundisho sahihi ya neno la Mungu. Watu wengi duniani wanaamini kwamba kuna watu tayari wanaungua Jehanamu sasa hivi, na muda huu ninavyoongea na wewe, tena wakiteswa bila mwisho. Lakini je, Biblia inafundisha hivyo kweli? Ili kupata jibu sahihi, hatutegemei hisia au mapokeo ya watu, bali tunarejea kwenye Biblia takatifu, ambayo ndiyo mamlaka ya mwisho katika masuala ya wokovu na hukumu. Hebu tuanze na andiko muhimu sana katika Petro 2:9. Linasema hivi: Bwana ajua kuokoa watauwa na majaribu, na kuwaweka wasio haki chini ya adhabu hata siku ya hukumu. Hapa tunaona mambo mawili makuu. Kwanza, Mungu huokoa watu wema. Pili, watu wasio haki hawaadhibiwi sasa hivi, bali wanawekwa au wanahifadhiwa kwa ajili ya siku ya hukumu. Neno kuhifadhiwa lina maana ya kuwekwa mahali fulani wakisubiri. Ni kama vile unapoweka na nafasi ya tiketi au hoteli. Unafanya reservation, hujatumia bado, lakini imehifadhiwa kwa ajili yako. Vivyo hivyo, waovu hawako kwenye adhabu ya moto sasa hivi, wanasubiri siku hiyo maalum ya hukumu. Andiko lingine linalothibitisha hili ni Yohana 12:48, ambapo Yesu anasema, neno lile nililolinena ndilo litakalomhukumu siku ya mwisho. Angalia vizuri, hukumu inafanyika lini? Sio leo, sio mara mtu anapokufa, bali siku ya mwisho. Hii inaendana pia na mafundisho ya Yesu katika Yohana sura ya 6, ambapo alirudia mara kadha kwamba watu watafufuliwa siku ya mwisho. Kwa hiyo swali linakuja, ni wangapi wanaungua Jehanamu sasa hivi? Jibu la Biblia ni wazi, hakuna hata mmoja. Hili linaweza kuwashangaza baadhi ya watu, lakini tunapaswa kukubali ukweli wa neno la Mungu, hata kama unatofautiana na yale tuliyozoea kuyasikia. Hii haimaanishi kwamba hakuna Jehanamu au hakuna adhabu. La hasha. Tunaamini kabisa kwamba kuna hukumu na moto wa adhabu kwa wokovu. Lakini jambo la msingi ni hili: wakati wa adhabu bado haujafika. Katika mafundisho ya kanisa la Adventista wa Sabato, tunaelewa kwamba kuna hatua kadha muhimu kabla ya adhabu ya mwisho. Kwanza ni kifo, ambapo mtu analala usingizi. Mhubiri 9:5 inasema, wafu hawajui neno lolote. Pili ni ufufuo, ambao utafanyika wakati wa kurudi kwa Yesu Kristo. Kuna ufufuo wa uzima kwa wenye haki na ufufuo wa hukumu kwa waovu. Yohana 5:28-29. Baada ya hapo ndipo hukumu ya mwisho itafanyika, na ndipo adhabu ya moto itatekelezwa. Fikiria mfano huu: mtu akifanya kosa kubwa, haadhibiwi mara moja bila kesi. Kwanza anashikiliwa, kisha anasubiri mahakamani, ndipo hukumu inapotolewa. Vivyo hivyo, waovu wamehifadhiwa wakisubiri siku ya hukumu. Mungu ni wa haki na haadhibu kabla ya hukumu kamili kufanyika. Wengine wanaweza kuuliza, je, huamini moto wa Jehanamu? Jibu ni ndio, tunaamini. Biblia inaeleza wazi kuwa waovu wataangamizwa kwa moto, Ufunuo 20:9. Lakini moto huo hautekelezwi sasa hivi. Utakuja baada ya hukumu ya mwisho. Hii inaonyesha upendo na haki ya Mungu, kwamba hatendi kwa haraka au kwa upendeleo, bali kwa mpangilio kamili na haki ya kweli. Ni muhimu pia kuelewa kwamba adhabu ya Mungu si ya mateso ya milele yasiyo na mwisho, bali ni maangamizi ya mwisho ya adhabu na waovu. Warumi 6:23 inasema, mshahara wa dhambi ni mauti, sio mateso ya milele.
Mungu hatapenda kuona watu wakiteseka milele, bali ataondoa kabisa dhambi na madhara yake yote ili kurejesha uumbaji wake katika hali ya utakatifu. Hivyo basi, fundisho hili linatupa faraja kubwa, linatuonesha kwamba Mungu ni wa haki na mwenye huruma. Hakuna mtu anayeteswa sasa hivi bila hukumu. Kila kitu kiko chini ya udhibiti wa Mungu na kila mtu atahukumiwa kwa haki siku ile ya mwisho. Lakini pia somo hili linatupa onyo. Kama kuna siku ya hukumu inayokuja, basi tunapaswa kujiandaa. Huu si wakati wa kupuuza wokovu. Ni wakati wa kutubu, ni wakati wa kumrudia Mungu, ni wakati wa kuishi maisha ya haki, kwa sababu siku hiyo itakapofika, kila mtu atasimama mbele za Mungu kutoa hesabu ya maisha yake. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, ujumbe huu si wa kutisha bali wa kukuandaa. Mungu anakupenda na anataka uokolewe. Ndio maana anakupa nafasi leo ya kusikia na kuelewa ukweli huo. Usisubiri hadi siku ya mwisho. Anza leo kumtafuta Mungu kwa moyo wako wote. Tunapofikia mwisho wa makala hii, tunakushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi kupitia Bukelebe TV. Tunatumaini umebarikiwa sana na umeelewa ukweli wa neno la Mungu kuhusu jehanamu na hukumu. Endelea kufuatilia vipindi vyetu kwa mafundisho zaidi yenye kujenga imani na kukuandaa kwa uzima wa milele. Mungu akubariki sana, akulinde na kuongoze katika kila hatua ya maisha yako. Hadi wakati mwingine, tunakuaga kwa upendo mkubwa. Kwa heri mpendwa msikilizaji na mtazamaji.